mtu alimuua bila sisi kuchua nani alimuua. Tukishika na tochi tunaweka dawa yetu ya zamani inaitwa njano. Hiyo njano itatafuta yule aliua, tunasema mara 7. Wenyewe wataanza kukufa, alafu kesho yake wenyewe watakuja kusema tuliua mtu. Happy New Week watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kujiri hapa nchini Kenya kwenye ulingo wa kisiasa. Na watazamaji, maandalizi ya kumpumzisha aliyekuwa mbunge wa Lugari Mheshimiwa Cyrus Jirongo yanaendelea sasa hivi kule manyumbani kwao. Tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, tayari mwili wake umesafirishwa kutoka kule jijini Nairobi na umewasili kule Kitale, ambapo ndio mazishi yanatarajiwa kufanyika siku ya kesho tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Lakini watazamaji wangu, wakati watu wa kule Western pamoja na Mulembe Nation pamoja na familia ya Cyrus Jirongo wanaendelea kujiandaa katika hii hafla kubwa ya kumpumzisha Cyrus Jirongo, bado maswali mengi yanaendelea kuibuka. Ni nini ambacho kilichangia pakubwa kifo cha Cyrus Jirongo? Ni nini ambacho kilitendeka wakati wa ile ajali mbaya ya barabarani ambayo iligharimu maisha ya Cyrus Jirongo? Kuna mambo ambayo bado hayajawekwa wazi. Kuna mambo ambayo watu wanataka kujua, watu kutoka kule Mulembe Nation. Familia inataka ripoti zaidi kuhusiana na vile ambavyo kifo cha Cyrus Jirongo kilivyoweza kutokea, kwa sababu inaonekana kabisa kutokana na zile CCTV na vile ambavyo watu mbalimbali wamekuwa wakielezea matukio ya huo usiku wa hii ajali, ni kwamba kuna mambo fulani ambayo hayajawekwa wazi kabisa, na kuna baadhi ya viongozi kutoka kule Mulembe Nation ambao wanasema kwamba hiki kifo cha Cyrus Jirongo ni kifo ambacho hakikuwa cha kawaida, ni kifo ambacho kwa njia moja ama nyingine kilikuwa kimepangwa ili yeye aweze kuangamizwa ama ile ajali iweze kutendeka na hatimaye kugharimu maisha yake. Kumekuwa na maswali mengi. Cyrus Jirongo alikuwa wapi huo usiku? Alikuwa na nani? Na kuna baadhi ya viongozi ambao wameweza kutajwa katika hizo shughuli ambazo zilitendeka kabla ya Cyrus Jirongo hajahusika kwenye ile ajali mbaya ya barabarani. Spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula ni moja ya viongozi ambao inasemekana ya kwamba alikuwa na Cyrus Jirongo usiku huo ama kabla ya Cyrus Jirongo kuhusika kwenye hiyo ajali mbaya ya barabarani. Maelezo ambayo tumekuwa tukiyapata kutoka kwa dereva ambaye alihusika kwenye hiyo ajali mbaya barabarani, pia kuna wale walinzi ambao waliona hayo matukio yalivyoweza kutendeka. Bado kuna majibu mengi ambayo wananchi wanayataka kuhusiana na kifo cha Cyrus Jirongo. Je, kweli hiki kifo kilikuwa cha kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimepangwa kiweze kutendeka? Kabla sijaendelea kufahamisha zaidi mtazamaji wangu, na kuomba uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, kulingana na mila na desturi za watu kutoka kule maeneo ya Mulembe Nation ama kule Western, kuna mambo ambayo wanataka kuyafanya ili kubaini na kujua, je, hiki kifo cha Cyrus Jirongo kilikuwa cha kawaida ama ni kifo ambacho kilikuwa kimechangiwa na watu wengine ambao walitaka kukomesha uadui kati ya Cyrus Jirongo pengine na wao. Na sasa kulingana na mila na desturi za Watiriki kutoka kule Kitale, ni kwamba wanataka kumpumzisha huyu Cyrus Jirongo akiwa na torch ambayo imewaka. Hiyo torch itawaka mpaka dakika ya mwisho, na ikizimika, hii ina maana ya kwamba yule ambaye alihusika kwenye kifo cha Cyrus Jirongo pia na yeye atakuwa ameangamia. Ni jambo ambalo limeleta mjadala kwenye baadhi ya viongozi. Kuna wale ambao wanasisitiza Cyrus Jirongo pumzishwe na torch ambayo imewaka, ndiposa ikizimika yule ambaye alihusika kwenye kifo chake pia na yeye aweze kuiaga dunia. Na kuna wale ambao wanapinga, hawataki hayo mambo ya kimila na desturi yafanyike kwenye kaburi la Cyrus Jirongo. Nataka nikupatie fursa mtazamaji wangu uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa baadhi ya viongozi kutoka kule Mulembe Nation ambao wanazungumzia kuhusiana na hiki kifo cha Cyrus Jirongo, na wanaendelea kujitayarisha vipi wakati ambapo atakuwa anapumzishwa siku ya kesho. Ni
habari gani ambazo wanazitarajia kuzipata pengine kutoka kwa serikali na maelezo zaidi, kwa sababu ukiona imefikia mahali wanataka kutumia ile mila na desturi ili kujua nani ambaye alimuua Cyrus Jirongo, inamaanisha kwamba wamekosa kujua ukweli kutoka kwa serikali, na kwa hivyo hawana budi ila kufanya hayo matambiko ama kufanya hizo mila zao na desturi. Ndiposa yule ambaye alihusika kwa moja ama nyingine kwenye kifo cha Cyrus Jirongo pia na yeye aweze kukumbwa na mauti. Nataka usikize ujumbe mtazamaji wangu, lakini kabla sijakuwekea hii video na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Nawaambia msifikirie kwa sababu baba yuko, kwa sababu Cyrus Jirongo yuko ati mtaharibu hii nchi. Tutawanyorosha bwana. Na sisi hatuogopi kifo. Sawa. Wamekuwa wakitutisha, wanatuambia ati Caleb usikule ovyo ovyo, watakuua. Sasa mimi Muluya nikose kula chakula hapa ati naogopa kifo? Mimi nitakula chakula bwana. Wakitaka watuue. Lakini hatuachi kuambia serikali ukweli. Sawa. Wananchi mnataka tunyamaze ama tuambie serikali ukweli? Sisi tunasema kwa heri Cyrus Jirongo. Tunasema pole kwa familia. But as Mulembe Nation, we are not satisfied by the death of Cyrus Jirongo. We are not. Ile mambo yote tunaweza ongea, lakini hatuwezi kuwa na ajali ya watu 65 na mmoja akose kupiga picha bwana. That is a lie. That is a lie. Hii ni uongo mtupu mchana. Hawezi kuwa ajali ya watu 65 na watu wako na simu. Ni Gen Z. Every accident somebody must come and take a picture. Where is that picture bwana? Hii ni uongo. And that is why the Mulembe Nation are not certified. Tulipoteza mtu shujaa anaitwa Jacob Juma. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule manyumbani mwake Cyrus Jirongo. Ni huzuni na kilio, familia inaendelea kuomboleza, marafiki, jamaa na wale watu wa karibu pia wamefurika kule maeneo ya Kitale ili kuhakikisha kwamba wanampatia heshima zake Cyrus Jirongo. Lakini swali kubwa ni je, amepumzishwa akiwa amepata haki yake? Wananchi, watu wa kutoka kule Western, familia imeridhishwa na ile ripoti ambayo imetolewa na serikali, ripoti ambayo walipata kutoka kule hospitalini baada ya mwili wa Cyrus Jirongo kufanyiwa postmortem. Kulingana na ripoti ambayo tulikuwa tumeipata baada ya postmortem, inasema ya kwamba Cyrus Jirongo aliaga dunia baada ya yale majeraha ama maumivu ambayo aliyapata kwenye kifua chake, na hapo ndio akakuwa angeweza tena kuendelea kupumua. Lakini bado watazamaji wangu, kuna maswali mengi yasiyo na majibu ambayo viongozi kutoka kule Mulembe Nation wanaendelea kujiuliza, na kuna wengi ambao wanasema ya kwamba hiki kifo hakikuwa cha kawaida, ni kifo ambacho pengine kilikuwa kimechangiwa na tofauti za kisiasa hapa nchini Kenya. Lakini mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye ako na ushahidi anaweza kujitokeza na kusema huyu ndio alisababisha ama alichangia kwenye kifo cha Cyrus Jirongo. Mpaka sasa hivi kila Mkenya na yoyote ile ambaye amekuwa akitazama hizi habari zote kuhusiana na kifo cha Cyrus Jirongo anajua kwamba Cyrus Jirongo aliaga dunia baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabarani. Imekomea hapo, lakini endapo habari zaidi watazamaji wangu tutaendelea kuzipata, nitakuwa na niko hapa nikufahamishe na nikupashe ambayo tunayapata kutoka kwenye familia ama kuhusiana na kifo cha Cyrus Jirongo. Na komea hapo watazamaji wangu, lakini sijui wewe kwa maoni yako una yepi ya kusema kuhusiana hiki kifo cha Cyrus Jirongo, vile ambavyo vyombo mbalimbali vya habari vimekuwa vikielezea kuhusiana na vile ambavyo kifo chake kilivyoweza kutokea. Je, wewe kwa maoni yako mtazamaji wangu unaona kifo cha Cyrus Jirongo ni kifo ambacho kilitokea tu kwa njia za kawaida kutokana na ile ajali mbaya ya barabarani, ama ni kifo ambacho pengine kilikuwa kimepangwa, ama kuna watu ambao walihusika kwenye kifo cha Cyrus Jirongo? Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu
ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.